Miezi michache iliyopita wakati nilipotembelea hapa. Okay. Kwa hiyo kwanza nianze kwa kusema hongereni sana. Shukrani sana. Tumelichukua nasi pia tunashukuru sana, tunasema tunalichukua na Kwa ujumla, ndugu mtangazaji, ni kweli kuna ongezeko la joto katika maeneo yetu haya ya visiwa vya Unguja na Pemba, lakini sio hivyo tu. Mpaka maeneo ya bara kule, maeneo yote yale ambayo yanapata mvua misimu miwili, ni kwamba kuna ongezeko kubwa sana la joto. Sasa ongezeko hili ni kwamba limesababishwa kwanza na upungufu wa mvua, kwa sababu mara hii tulipotoa utabiri wetu wa msimu wa vuli tulisema kwamba katika maeneo hayo tulitarajia kwamba kutakuwa na mvua za wastani hadi chini ya wastani. Sasa katika kipindi hichi, ikiwa kwamba mvua zimepungua, basi joto ni kwamba linachukua nafasi na kwamba joto linakuwa kubwa zaidi. Lakini katika kipindi hichi kama hichi cha vuli, ikiwa mvua zimeongoka kukawa na mvua kubwa, basi ni kwamba joto linakuwa linapungua. Lakini kwa msimu huu, hata katika utabiri huo wa msimu ambao tulitoa katika mwezi Agosti, tulibainisha kwamba kutakuwa na ongezeko la vipindi vya joto. Kwa hiyo huu upungufu wa mvua kwanza umechagiza hilo, lakini vile vile ni kwamba kama tunavyoelewa kwamba jua halizunguki, lakini dunia inazunguka. Sasa katika mizunguko miwili ile ya dunia, kuna mzunguko mmoja ambao tunapata usiku na mchana, lakini kuna na mzunguko mwingine ule ambao tunapata mwaka mzima, ambao ndio unasababisha kupata miongo. Sasa katika mzunguko ule ni kwamba wakati hii dunia inapozunguka inakuwa inazunguka katika path ambayo tunaita orbit, lakini orbit yenyewe ni kwamba haipo katika fomu ya circle, ipo katika shape ya ellipse au shape kama ile ya yai. Kwa hiyo kama tunavyoelewa kwamba ikiwa jua lipo katikati pale ya yai, kuna maeneo kwamba kama huku kwenye ganda ndio dunia inapita. Kwa hiyo kuna maeneo kwamba ikifika jua hapa, it means itakuwa jua lipo karibu pamoja na jua lipo karibu na dunia, lakini likienda mwishoni kule nchani unakuta kwamba jua linakuwa liko mbali. Sasa katika maeneo yetu haya ya tropics ni kwamba tunaita hilo kwamba linakuwa ni jua la utosi, na hapa kwetu hili jua la utosi linapita katika mwishoni mwa mwezi Novemba, wakati dunia ikiwa inaelekea upande wa Southern Hemisphere huko, ambako inakwenda mpaka kwenye upande wa Tropic of Cancer. Lakini vile vile na huku ni Tropic of Capricorn upande wa kusini. Lakini pia kipindi cha mwezi Februari, mwishoni mwa mwezi Februari, tunatarajia tena kujitokeza hali kama hii, kwa sababu wakati huo jua la utosi litakuwepo. Wakati huo itakuwa sasa dunia inaelekea upande wa Northern Hemisphere, ambako ndio kule ambako tunasema kwamba kuna Tropic of Cancer. Kwa maisha mwanadamu inakuwa ni hatari, inakuwa ni changamoto. Mwananchi unamshauri inajitokeza kwa mfano kwa watu wazima, hasa wale ambao pengine au tunaweza tukasema kwamba una sindikizo la damu linaenda kupanda. Sasa mara nyingi ikiwa sasa kwa hawa mara nyingi huwa tunatoa ushauri kwamba tupendelee hasa kwa muda wa mchana. Kama tutakuwa tuna maeneo ya miti ambayo kuna vivuli, basi tupendelee kukaa katika maeneo yale, at least tutakuwa tunapata fresh oxygen. Lakini vile vile kuepuka vile vichocheo ambavyo kama unajua kwamba pengine mimi nikifanya tatizo hili, pengine nikiongeza kula chumvi pressure yangu inapanda, basi ni vyema kuanza kuviepuka vile. Vyote vile ambavyo unavijua kwamba vinakuongezea tatizo ni vyema kuviepuka, kwa sababu unapoviepuka, kwa sababu kipindi kama hichi kama ikipanda, basi inapata support ya hizi temperature, kwa it means hali inakuwa ni mbaya zaidi.